بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia kitabu الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. جاء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. بعد يكون كتاب الصلاة. leo tutaanza babu aqd al-izari ala al-qafa fi as-salah. نعم اقرأ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر رضي الله عنهما في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة إلى المشجب. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابرا رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. يقول رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. huu ni mlango wa kukifunga kikoi kwenye shingo, na kusudia alqafa kwa nyuma, kwenye kichogo, kufunga nguo kishingo. Kiswahili wasema hivyo. huu ni mlango wa kufunga nguo kishingo fi salati, hali ya kuwa katika swala. Tarjama hii imewekwa libayani jawazi salati fi thawb alwahid, kwa ajili ya kubainisha kufaa mtu kuswali hali ya kuwa iko katika amevaa nguo moja, labda anajishuka lake moja tu, ndio hiyo. Qala Abu Hazim, amesema Abu Hazim. Nani Abu Hazim? Salama ibn Dinar, anaitwa Abu Hazim. Amesema Abu Hazim wa huwa Salama ibn Dinar al-Madani an Sahal, kutoka kwa Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu. Sallu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anaelezea kwamba wao waliswali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam aqidi uzurihim, hali ya kuwa ni wenye kufunga vikoi vyao, ala awatiqihim, juu ya mabega yao, ala awatiqihim, juu ya mabega yao, kuonyesha kwamba jambo hilo ni jaiz. قال: حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثني واقد بن محمد العدوي المدني عن محمد بن المنكدر معروف إما التابعين قال صلى جابر رضي الله عنه في إزار أمسيما جابر رضي الله أمسيما يا محمد بن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنه alisali hali yakuwa amevaa kikoi qad aqadahu min qibali qafahu alichokifunga upande wa kichogo chake yani amefunga kikoi amekifunga kishingo wa thiyabuhu mawdu'atun 'ala al-mishjab na hali yakuwa nguo zake ni zenye kutundikwa katika kitundukio mishjab ni mahali pa kuwekea nguo kwa na hali ya kuwa nguo zake zimetundikwa hapo zimewekwa katika kitundukio cha nguo qala lahu qa'il akasema kumwambia Jabir akamuuliza mtu mmoja mwenye kusema au mwenye kuuliza qala lahu akamwambia yeye Jabir qa'ilun mwenye kuuliza akauliza mwenye kuuliza kumuuliza Jabir tusalli fi izarin wahid je unaswali hali ya kuwa uko katika kikoi kwenye nguo moja faqala inma sana'tu dhalika liyarani ahmaq mithluka akisema nimefanya hivyo inma kama na vingine sana'tu dhalika nimefanya hivyo liyarani ili apate kuniona mimi ahmaq mithluka mjinga mfano wako kwa hiyo amesema hivyo kwa ukali zajran lahu au alayhi ala i'tiradhihi ala al-alim wa inma kana yanbaghi lahu an yas'alahu wa la ya'tarid amemkemea kwa sababu ya kule kumpinga kwake mwana wa chuoni na haikutakiwa kwake kumpinga alitakiwa aulize sababu jahil ama ajui aulize sio apinga tu kwa hiyo akamkemea nimefanya hivyo ili wanione mpumbavu au mjinga mfano wako wa ayuna kana lahu thawban ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam basi ni nani katika sisi alikuwa na yeye nguo mbili katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam hao watu walikuwa na nguo mbili wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam yuko wapi kwa maana atakuonyesha kwamba wadhu na hali katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu wengi walikuwa katika hali ya fakri na hawana nguo za kutosheleza kwamba mtu atavaa nguo hii mara ile mara kavaa nguo mbili pengine mtu akawa na nguo moja tu ndio hiyo hadha thawbi kama anasema msemaji yule hadha man yakudha batti fa hadha batti muqayyad musif mushatta نعم كيش أنا سيما رحمه الله حدثنا مطرف أبو مصعب حدثنا مطرف بن عبد الله بن شخير أو مطرف يعني حدثنا مطرف أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن سليمان الأصم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد سمعني ممون جابر أنا صالي هل يكون katika nguo moja وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب na akasema Jabir nimemuona mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali katika hali ya kuwa katika nguo moja ni qita wahida kama ikiwa nguo ni ndogo anaifunga kikoi kama ni kubwa basi anaifunga kishingo kama ana wadaaha ala katifaihi wa khalafahu baina tarafaiha نعم اقرأ أحسن الله إليك قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في ثوب واحد ملتحفا به
وقال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. وقالت هانئ رضي الله عنه: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب الله وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. huu ni mlango wa kuswali aliyekuwa yuko katika nguo moja, kuswali katika nguo moja hali yakuwa ni mwenye kujizongazonga nayo. Multahifan bihi, hali yakuwa ni mwenye kujizongazonga nayo. Qala az-Zuhri, amesema az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri fi hadithihi, kuhusu hadithi yake: الملتحف المتوشح. الملتحف maana neno الملتحف ni المتوشح, mwenye kujizongazonga. وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه, naye ni yule mwenye kuzipishanisha ncha zake. وهو الملتحف ni yule mwenye kukhalifisha, kutofautisha, baina tarafaihi, kati ya ncha zake zile nguo, ala atiqaihi, juu ya mabega yake. Wa huwa al-ishtimalu ala mankibaihi, nayo maana yake ni kuikusanya nguo kwenye mabega yake. Waqalat ummu hani radhiyallahu anha, amesema ummu hani radhiyallahu anha: iltahafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi thawbin lah, mtume sallallahu alayhi wasallam alijizongazonga kwa nguo yake. Wakhalafa baina tarafaihi ala atiqaihi, na akapishanisha, akatofautisha baina ya ncha zake juu ya mabega yake, kwa maana alikuwa amefunga kishingo shingo. Qala hadathana Ubaydullah ibn Musa al-Absi mawlahum qala
حدثنا قال أخبرنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه وهو هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنها mtoto Abu Salama na mama yake ni Ummu Salama ambaye alikuwa ni ummul mu'minin. Kwa hiyo huyu amelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni katika wale watoto ambao wamewaacha Abu Salama kwa Ummu Salama, aitwa Umar ibn Abi Salama al-Makhzumi. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla fi thawbin wahid, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali hali yakuwa kwenye nguo moja, hali yakuwa amevaa nguo moja. Qad khalafa baina tarafaihi, ameitofautisha baina ya ncha zake. Qala hadathana Muhammad ibn al-Muthanna, sema ametusimulia Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi. Qala hadathana Yahya wa huwa ibn Sa'id al-Qattan. قال حدثنا هشام وهو ابن عروة قال حدثني أبي وهو عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قم بيالمون متوم صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، أنا صالي هل يكوى مفانق وموجة في بيت أم سلمة، katika nyumba ya Ummu Salama, yani nyumbani kwa mama yake. Qad alqa tarafaihi ala atiqaihi, aliyakuwa ametupia zile ncha zake juu ya shingo yake. Kwa hiyo mushtamilan, wajifunga kishingo, amekusanya nguo yake. Qala hadathana Ubayd ibn Ismail, hadathana Ubayd ibn Ismail الهباري أو الهباري الكوفي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال عن هشام وهو بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، nisema nimemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali hali ya kuwa katika nguo moja na amevaa nguo moja. Mushtamilan bihi, hali ya kuwa ni mwenye kuikusanya nguo hiyo, hali ya kuwa ni mwenye kujifunga kishingo. Yani nimesema mushtamilan kwa maana amekusanya katika mabega yake, ikawa ncha ya huku kaipeleka huku na ya huku kaipeleka huku, akaikusanya katika kichogo chake au kwenye shingo yake. Wadhi'an tarafaihi ala atiqaihi, hali ya kuwa ni mwenye kuziweka ncha zake juu ya mabega yake. Qala hadathana Ismail ibn Abi Uwais qala hadathani Malik ibn Anas, imam dari al-Hijra. Wa Ismail ibn Abi Uwais ni ibn ukhti Malik rahimahullahu ta'ala. حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر وسالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة وهو من؟ أبو مرة مولى أم هانئ، أبين مولى وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره kwamba huyu Abu Murra amemwelezea أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، kwamba yeye amemsikia Ummu Hani dada yake Ali bin Abi Talib, amemsikia Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha taqulu, anasema Ummu Hani dhahabtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aam al-fath, nilikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwaka wa kufunguliwa Makkah. فقال akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam marhaban bi ummi hani, karibu ummu hani, marhaban bi ummi hani, karibu ummu hani. Falamma faragha min ghuslihi, alipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoga, kumaliza josho lake,
qama fasalla 8 rak'at, alisimama akaswali rakaa 8. Tumekuja tukachapa kwenye 80 sawa, 8 rak'at, rakaa 8. Multahifan fi thawbin wahid, hali yakuni mwenye kujizongazonga kwenye nguo moja. Falamma insaraf, alipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qultu, nikamwambia ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah. Alimpelekea mashtaka yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama ibn ummi, zama amedai mtoto wa mama yangu, ndugu yangu, mtoto wa mama yangu ni ndugu yangu mimi, ambaye ni Ali bin Abi Talib. Anamshtakia Ali bin Abi Talib, ya Rasulullah, Ali bin Abi Talib yanadai annahu, kwamba yeye Ali qatilun, ni mwenye kumuua, atamuua mtu ambaye, qatilun rajulan, atamuua mtu ambaye qad ajartuhu, nimempa nusra, nimempa amani, fulan ibn Hubayra, naye ni fulani ibn Hubayra. hiyo fulan ibn Hubayra, wa huwa fulan au huwa fulan ibn Hubayra, na huyo ambaye nimempa nusra mimi ni fulani ibn Hubayra al-Makhzumi, kwa sababu huyu Ummu Hani aliolewa na Hubayra kabla ya Uislamu. Kwa hiyo akawa amezaa watoto wengi, miongoni mwao ni huyu fulani bin Hubayra. Sasa Ali asema akiingia Madina mimi nitamuua, huyu si kafiri mushrik, akija mimi nitamuua. Sasa Ummu Hani asema hapana, mimi nimeshampa amani kwamba ataingia katika dhima yangu mimi, pamoja na kwamba ni kafiri lakini chini ya dhima yangu, na hiyo inafaa Kiislamu. Sasa anamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali anasema atakumuua yule mtu, na mimi nimeshasema nimempa amani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani, tumempa amani yule ambaye wewe umempa amani, ewe Ummu Hani. Tumempa amani yule ambaye wewe Ummu Hani umempa amani, kwa sababu almuslimuna fi dhimmatin wahida yas'a biha adnahum. Sawa. Kwa hiyo maadamu tayari ashapitisha Ummu Hani kwamba huyu yuko chini ya ijara yake au chini ya uangalizi wake, basi hana neno, sisi sote waislamu tutampa amani. طيب. قالت أم هانئ وذاك ضحى, akasema amesema Ummu Hani, na hilo lilikuwa katika wakati wa dhuha. Takubainisha kwamba wakati utokea tukio hili ni wakati fulani, kwamba pamethibitiwa hili jambo hili, limethibitiwa kiasi ambacho pia tunajua wakati huu ni wakati wa dhuha. Hadithi imekusanya mambo mengi na pengine ikajirudia katika sehemu nyingine, lakini hasa hapa ameitaja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alionekana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anaswali amevaa nguo moja, amejifunga kishingo. Naam. Hadithi ya mwisho katika mlango huu, qala hadathana Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi qala akhbarana Malik wa huwa ibn Anas al-Asbahi imam dar al-Hijra عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب تابعي كبير، سعيد بن المسيب المخزومي تابعي كبير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، kwamba muulizaji alimuuliza Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama kuhusu kuswali katika nguo moja, ikiwa mtu amevaa nguo moja. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama awalikullikum thawban, hivi nyote nyinyi mna nguo mbili mbili?
awali kullikum thawban, kwani hivi nyote nyinyi mna nguo mbili? Kama je, kila mmoja hali kullu wahidin yajidu thawbain, je kila mmoja apata nguo mbili? Na kwa hadithi hii jumhur ulama wameitolea hujja ala sihhati as-salati fi ath-thawb al-wahid, usihi kusali katika nguo moja, idha kana satiran lil-awra, ikiwa nguo hiyo ni kustiri aura, walau lam yakun ala atiqihi minhu shay'un, hata kama katika mabega yake hakuna kitu. Walakin as-salata fi al-qit'atayn afdalu, lakini kuswali kwa nguo mbili ndio bora zaidi. Wa akmalu, fa yusalli fi izarin wa rida'in au qamisin wa sirwalin, kama sayati insha Allah fi qissat Umar radiyallahu ta'ala anhu. وليؤذن المؤذن. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. هو ملango yule ambaye idha salla fi thawb alwahid, atakaposwali katika nguo moja, faliyaj'al ala atiqai, basi aweke katika aweke nguo katika mabega yake, asiswali akiwa mabega yako wazi, yani baadhi yake aweke katika mabega yake ayastiri. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل أبو عاصم، عن مالك وهو مالك بن أنس ابن أبي عامر الأسبحي إمام دار الهجرة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam: la yusalli ahadukum fi thawbi alwahid, asiswali mmoja wenu, makatazwa asiswali mmoja wenu katika nguo moja, akiwa amevaa nguo moja tu. Laysa ala atiqihi shay'un, hapana katika mabega yake kitu chochote. Laysa ala atiqihi, pia hivyo shay'un, hali ya kuwa au hapana katika mabega yake kitu chochote. Hadithi ya makatazo tusome hadithi nyingine tutatoa maelezo insha Allah. Qala hadathana Abu Nu'aym wa huwa al-Fadl ibn Dukayn qala hadathana Shayban ibn Abd al-Rahman an-Nahwi، شيبان ibn Abd al-Rahman an-Nahwi، عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته، nimemsikia au kuntu sa'altuhu, au anasema nilikuwa nimemuuliza. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول، amesema nimemsikia Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، nashuhudia kwamba mimi nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema: man salla fi thawbin wahid, atakayeswali akiwa amevaa nguo moja, falyukhalif baina tarafayhi,
atofautishe au apishanishe baina ya ncha zake, azitofautishe, moja apeleke upande wa kushoto, ile upande wa kulia apeleke kushoto, na ile ya kushoto apeleke kulia, ajifunge kishingo shingo, yani kama wanavyosema Waswahili. Wanawachuoni wamekhtalifiana mtu kuswali akiwa amevaa nguo moja ambayo inamstiri aura yake, na hali ya kuwa kwenye mabega hakuna kitu. Kwanza, jumhurul ulama, tusema wengi katika wanawachuoni, wameelekea kwenye msimamo wa kufaa kuswali katika hali hiyo hata kama mabega yako wazi, kwa kuzifanyia kazi hadithi nyingi ambazo zimetangulia hapo nyuma, tumezisoma hapo, hadithi ya Jabir na nyinginezo. Na alipoulizwa akamwambia, nimefanya hivi ili apate kuniona, liyarani ahmaqu mithluk. Na pia Mtume swalla salam ameswali, alipoulizwa akasema, awali kullikum thawban, sawa, je, nyote nyinyi mna nguo mbili mbili? Kwa hiyo wakayachukulia makatazo yaliyo katika hadithi hii kwamba ni makruhu na karaha yake ni tanzihi na sio karaha ya tahrim, na amri iliyokuja ni amri ya istihbab, kwamba ni mustahabu tu, kwamba man salla fi thawbin wahid falyukhalif baina tarafayhi in kana wasi'an faltahafa bihi, katika kauli nyingine. Kauli ya pili ni kauli ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, na kundi katika wanawachuoni wamezifanyia jam'i hizi hadithi za jawaz au za kuonyesha kuswali katika hali hiyo na hadithi za kukataza, wakafanya hamli ya mutlaq ala al-muqayyad au al-amr ala al-wujub, wakachukulia wa haml al-amr ala al-wujub. Kuna haml al-mutlaq al-muqayyad na ikachukuliwa amri ala al-wujub, ile amri katika falyukhalif baina tarafayhi, hii ni jambo la wajib. Na wakafanya hamli ya an-nahy ala at-tahrim, la yusalli ahadukum fi ath-thawb al-wahid laysa ala atiqayhi shay'un. Kwa hiyo msimamo Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kwamba kufanya hivyo, kuswali mabega wazi, ni haramu, na kujisitiri mabega ni wajibu. Lakini wakaenda mbali zaidi na wakasema kwamba mtu atakaposwali namna hiyo swala yake ni batil, swala inabatilika kama ikiwa hakustiri mabega yake. Kwa ule msimamo ule kwamba an-nahyu yaqtadi al-fasad, makatazo yanahukumilia juu ya fasad, sawa. Lakini iko kauli nyingine ya tatu kwamba amri ni ya wajibu na makatazo ni ya tahrim, lakini swala haitabatilika, na hii ana swali hivi atapata madhambi na swala yake itasihi. Na hiyo pia ni riwaya kutoka kwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala kwamba satru al-atiq ni wajib wa ya'thamu bitarkihi wa tasihhu as-salatu wa laysa bishart. Sawa. Kauli iliyokuwa aqrab na sawabu ni hii ya tatu, kwamba ni wajibu kustiri mabega yako wakati unaswali, sawa, ni wajibu kufanya hivyo, na ni haramu kuyawacha wazi, na ukifanya hivyo upata dhambi. Lakini ukiswali hivyo swala itasihi. Maneno yote haya anaambiwa hapa ni yule ambaye ana uwezo wa kujisitiri, uwezo anao. Lakini kama mtu hakupata, pengine ana kikoi chake hicho kimoja ndio nguo alionayo, basi kwa sababu fattaqullaha mastata'tu, na hii ndio istitaa yake, ndio jambo linazungumziwa namna hiyo. Maneno yote haya ni kwa yule ambaye ana uwezo. Ama ambaye hana uwezo ni masala mengine, sawa. Ndio kama mtu hakupata, swala yake imesihi, wallahi alhamdu wal minna. Waache mabega yako wazi, walau makshufa al-aura. Lakini kama mtu anayo nguo, kama ikiwa nguo ile ni fupi, kipande kidogo cha nguo, basi anatakiwa ajifunge kikoi, ajifunge izari. Kama ni jishuka kubwa, badala ya kujifunga kama kikoi
ajifunge kishingo shingo, ajizongezonge na ajifunge kishingo shingo. Ndivyo inavyotakiwa. Unazo nguo zaidi ya moja au pengine unazo nyingi lakini zimenajisika, moja ndio kwa tahara, ni kama mtu ambaye hana uwezo. Lakini hali waliokuwa nayo masahaba hapo zamani, hawakuwa na masanduku ya nguo wala makabati ya nguo kwamba mtu mmoja ana nguo 7, 10, 20. Hilo halikuwepo hapo zamani. Mtu nguo yake ndio hiyo mpaka inachakaa ndio tafute nyingine. Na banati majumbani hawatoki kwa sababu hawana nguo pia za kuvaa, kisha kutoka mpaka azime. Na binti hatoki kwa nyumba yake, dhawatul khuduri bwana wakaitwa hivyo, hawatoki mpaka siku ya Eid. Pia wengine hawawezi kutoka. Sasa hatupati nguo za kutokea, basi mmoja wenu amwazime mwenzake. Lakini banati hawatoki kwa sababu hawana nguo za kuvaa, ndio dhawatul khuduri. Sasa unayo huna, anayo hana, atatoka hivyo hivyo. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata was-salam. Tutafika hapa tuswali sunna kisha tuswali fajr. والسابع